Viongozi, mimi na madiwani hawa tunaongea sana, lakini sisi tunaongea lugha moja. Kwenye ongea zetu ilikuwa semina elekezi. Vipi? Mpaka watu wanaogopa kuuliza maswali kwenye vikao, na hisi atakosea kwa sababu hajapata semina elekezi. Kwa hiyo waheshimiwa madiwani, ule muda wa semina elekezi umefika, ndio leo. Azma ya serikali ya awamu ya 6 chini ya Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, inahitaji kuwahudumia wananchi, lakini pia na kuacha tabasamu kwa watu. Kwa hiyo baada ya mafunzo haya, ni matarajio yangu kwamba tunakwenda kwa kasi, nguvu, lakini na unyenyekevu mkubwa katika kuwahudumia wananchi wa halmashauri ya mji wa Kondoa. Ninachoomba waheshimiwa madiwani, hawa watu ni wabobezi kwenye mambo ya serikali za mitaa, ni wabobezi. Yale maswali yako ganga yale yaulize hapa, zile kanuni, zile sheria, zile taratibu, naamini watatunyoosha vizuri, miongozo, taratibu, kanuni na vitu vingine. Na mimi lakini nitatamani kupata mafunzo haya pia, kwa sababu yanatusaidia wote kuongoza halmashauri yetu. Wito wangu, naomba waheshimiwa madiwani, dukuduku lolote ambalo umekuwa nalo siku zote, hawa ndio wataalamu wetu. Hata sisi wakurugenzi tunawezeshwa na hawa pia. Kwa hiyo hawa hawafanyi lolote zaidi ya local government. Kwa hiyo wakilala wakiamka ni local government. Kwa hiyo niombe changamoto, dukuduku, maswali tuwasilishe kwa wenzetu, watatupa majibu. Kwa hiyo natumaini kwamba mafunzo yetu haya yatakuwa mazuri sana, kwa sababu mtachanganya wakongwe wa nini, na wakongwe watatupa uzoefu na nini ambayo yamekuwa yakitokea. Kwa dada zangu akina Furaha, akina Bahati ambao wanaingia sasa hivi, nao ni wapya, lakini si wapya kwenye uongozi. Kwa hiyo matarajio yangu kwa mafunzo haya yatatujenga, yatatudumisha, lakini lengo kubwa ni kuiongoza halmashauri yetu ya mji wa Kondoa ili tuweze kutimiza malengo ya serikali ya awamu ya 6 ya kuwahudumia wananchi kwa uadilifu, kwa unyenyekevu mkubwa, ili waone matokeo chanya wanayoyategemea. Baada ya kusema haya, niwatakie kila la heri, niwatakie mafunzo mema. Niseme tu mafunzo yamefunguliwa. Lengo ni kumwezesha mheshimiwa diwani kuwa na uelewa kuhusu masuala mbalimbali yanayohusiana na uongozi pamoja na utawala bora. Lakini katika mada hii tutaangalia maana ya uongozi, sifa za kiongozi bora, na dhana na msingi wa utawala bora, pamoja na kuainisha faida za utawala bora.